Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo tunashukuru Mungu kwa mwezi huu wa tano, mwezi wa Mei ambao tumeanza. Mwezi huu unaenda kuwa mwezi wa baraka, inaenda kuwa mwezi ambayo Bwana anaenda kutenda mambo makubwa katika maisha yetu. Kwa hivyo ni asante kwa ajili Bwana ametupa wiki hii ambayo ni ya baraka. Tufurahi ndani mwake, hata kama kuna changamoto ambazo huenda unapitia, basi wote tufurahi katika Bwana kila wakati. Mimi naitwa Francis Anubi, Reverend, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na nimeshukuru kuwa hapa mchana wa leo kuleta neno, na neno la Mungu ndio chakula chetu cha kiroho, na neno la Mungu ndio ambalo tunahitaji kila wakati ili tuweze kumfurahisha na kumpendeza Mungu wetu, na tuweze kushinda hata dunia hii kupitia neno lake Mungu. Kabla sijaendelea, ningependa tuweze kuomba pamoja ili tuweze kusikia neno hili. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa mchana wa leo ambao umetupatia ili tuweze kusikia neno lako. Ninasema asante kwa nguvu zako, asante kwa uwepo wako, asante kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani Kalvari. Ninasema asante kwa kila mtazamaji, msikilizaji wote ambao wanafuatilia mahubiri kama haya. Bwana uwakumbuke na uwabariki. Asante kwa nafasi hii ambayo Bwana umenipa mchana wa leo. Asante kwa wiki hii Mfalme. Ninaomba neno lako litaongoza miguu yetu, maana neno lako ni taa ya miguu yetu Mfalme. Ninaomba Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu, chukua maneno yangu yaweke mbali. Nipatie neno litokalo juu mbinguni, ambalo Bwana neno hilo litakuwa la baraka katika maisha ya kila mtu mahali popote alipo. Ninasema asante. Asante Bwana Yesu. Tamalaki na ukapate kuinuliwa na ukapate kutukuzwa katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo mchana wa leo ningependa kuongea kuhusu praying in the storms, ama kuomba katika dhoruba, kuendelea kudumu na kuomba katika dhoruba za maisha. Na leo ningependa tuende kwa kitabu cha Yona mlango wa pili, Jonah chapter 2. Yona mlango wa pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10, ndio neno letu linatoka pale. Na kabla sijasoma mahali pale, ningependa tu kueleza kwa kifupi. Yona ni nabii, one of the prophets of God, lakini anaitwa minor prophet. Ni anaitwa minor maana aliandika vitu, ama unabii wake ni mchache. Yaani unabii wake, alipokea unabii ambao sio mrefu sana kama Isaiah, kama Elijah, kama watu kama hao ambao waliandika vitabu vingi, kina Daniel, Ezekiel. Hao ni major prophets, lakini Yona ni minor prophet, maana aliandika, ama unabii wake ulikuwa ni mchache kwa wana wa Israeli, lakini ujumbe ni moja. Whether major prophet Isaiah na Yona, ujumbe ni moja. Anaenda kuambia watu watubu dhambi zao, wamgeukie Mungu, watoke katika kuabudu sanamu, watoke katika dhambi, wamrudie Mungu, waishi maisha ambayo inampendeza Mungu. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe wa nabii yoyote, whether ni major prophet, whether ni Elijah, whether ni Yona, whether ni Habakkuk, wana ujumbe tu moja, ya kwamba watu watoke katika dhambi, wamgeukie Mungu, watoke kuabudu sanamu, wamgeukie nani? Wamgeukie Mungu. Na kitabu cha Yona mlango wa kwanza kinatuelezea mambo makubwa sana, ya kwamba neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai. Kwa hivyo Yona alikuwa ni mwana wa Amitai, baba yake aliitwa Amitai. Neno kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Kwa hivyo ujumbe, neno la Mungu likamjia Yona mwana wa Amitai, na akaambiwa enda katika mji wa Ninawi ukapige kelele. Kwa hivyo Yona alikuwa mwinjilisti, mwinjilisti ni mtu ambaye anaenda kwa watu wenye dhambi na watu ambao hawamjui Mungu, anapiga kelele, na kelele hizi ni kelele za kugeuka na kutubu na kumrudia Bwana. Kwa hivyo neno la Mungu likamtuma, tumwa pale, aende pale, maana uovu wa Waninawi ulikuwa umezidi. So walikuwa wametenda dhambi zaidi,
na Mungu akawa hata amekasirika na Ninawi, ndiposa anamtuma nabii. Kwa hivyo nabii wa kweli ni yule ambaye ametumwa na Mungu, ana neno, ana ujumbe wa kupeana kwa watu wa Mungu. Na ujumbe lazima uwe tubu dhambi zako, toka katika uovu, toka katika usharati, toka katika tabia ama tamaa za dunia, anasa za dunia, mgeukie Mungu ili ukapate kupata ondoleo la dhambi. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe wa kitabu cha Yona. Kwa hivyo neno la Mungu likamjia huyu Yona, na mstari wa 3, lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi. Kwa hivyo badala ya nabii Yona kwenda na kutii neno la Mungu, akakimbia akaenda Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Kwa hivyo Yona ni kama alikuwa anakataa, sitaki kwenda, sitaki Mungu unitume kwa watu wale, sitaki kwenda kupeleka ujumbe wako. Akatoroka akaenda ajiepushe na uso wa Bwana. Na leo watu wengi wamemtoroka Mungu, wameenda kabisa katika dunia, katika ulevi, wameenda katika anasa za dunia ili wapate kujiepusha na uso wa Mungu. Hawa ni Yona ambao wanamtoroka Mungu. Kuna watu wamemtoroka Mungu wakaenda kabisa, wakaingia kwa kuabudu shetani, wakaingia kwa vitu kama Illuminati, wakaingia kwa vitu kama uchawi na uganga, wakaingia ndani kabisa ili wapate kujiepusha na uso wa Mungu. Yona ni nabii ambaye anatumwa na Mungu, lakini anatoroka aende Tarshishi ajiepusha na uso wa Mungu. Can a Christian run away from the presence of God? Je, unaweza ukajiepusha na uso wa Mungu? Nami nasema hapana, hauwezi. Kwa sababu our God is omnipresent. Yaani Mungu wetu ako kila mahali. Hata Yona aende Tarshishi, Mungu yuko pale. Hata wanadamu wanapotoroka waende katika dunia, katika ulevi, Mungu yuko pale anawaona, maana Mungu ako kila mahali. Bwana asifiwe sana. Na huyu ni Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Sisemi kama watu wengine wa dunia hii waganga wanasema kwamba ati Mungu ni kila kitu unaona. Hapana, hiyo ni mafundisho mabaya ya kishetani. Mungu sio kila kitu ambao unaona, hapana. Our God is a spirit and our God is omnipotent. Ana nguvu sana. God is omnipotent. Nguvu zake ni za ajabu. We can never run away from the presence of God. He is omnipotent, ana nguvu zaidi. He is omnipresent, hata uende chini ya maji, kule mahali mashetani na mapepo, mahali queen of the sea anakaa, Mungu yuko pale. Hauwezi jiepusha na uso wa Mungu. God is omnipresent. Biblia inasema, nikimaliza pale mlango wa 1, napeana tu yani picha kubwa. Yona akajiepusha, akakimbia, atoroke uwepo wa Mungu, akapanda merikebu, akapanda boat ili atoroke tu Mungu. Watu hufanya mambo makubwa ili watoroke tu Mungu. Labda Mungu anakuita ndugu yangu, nawe umejificha, unatoroka, unaingia katika dunia, umezama sana katika raha za dunia, anasa za dunia, umezama ukapotelea kule ndani. Lakini Mungu Yesu anakuita, anataka uokoke, ubadilike, umujue, umuishie, umfuate kila siku za maisha yako katika dunia hii. Tusiwe kama nabii Yona alipoanza hivi, anatoroka uwepo wa Mungu. Hapana, hauwezi toroka uwepo wa Mungu, maana Mungu anajua kila kitu. Our God is omniscient. Yeye anajua kila kitu. Anajua mambo yale tujaiwaza, anajua kesho yetu, anajua maisha yetu, anajua mwaka huu utaisha vipi, anajua next year kutaenda vipi. God is all knowing. Hakuna Mungu mwingine ambaye anajua mambo yote kuliko Mungu huyu aliyeumba mbingu na dunia. Haleluya. Na jina lake anaitwa Yesu Kristo, ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo I'm talking about praying in the storms. Kwa hivyo Yona alipotoroka uwepo wa Mungu, Mungu akaleta samaki mkubwa, na samaki huyo akammeza. Kwa hivyo ningependa kusema Jonah is a type of Jesus Christ. Kitabu cha Yona ni mfano wa Yesu Kristo. Yona ukimwangalia ni mfano wake Yesu, kwa sababu anapomezwa na samaki atakaa ndani ya samaki siku 3. Anatuonyesha Yesu akija duniani, huyu Yesu atakufa, atazikwa siku 3.
Yesu alikaa katika kaburi siku 3. Sikubaliani na mafundisho ambayo watu wanasema kwamba alikaa ndani siku 2.5. Hapana. Biblia ikisema ni siku 3 ni siku 3. Mungu hawezi danganya. So Jesus alizikwa siku 3. Yona alikaa ndani ya samaki siku 3. So Mungu akaleta samaki akameza. Haleluya. Kwa hivyo hata ukijaribu kukimbia uwepo wa Mungu, hata ukijaribu kujiepusha na Mungu, hata ukijaribu kuenda wapi, Mungu atatumia njia zote, hata samaki kumeze, ili umrudie yeye. Maana our God is omnipotent. Mungu wetu ana nguvu sana. He is so powerful that no demon, nothing can stop his power. Leo nataka kuongea kuhusu praying in the storms. Na Jona mlango wa 2 mstari wa 1, maandiko inasema, ndipo Yona akamuomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Kwa hivyo Mungu akaleta samaki akammeza Yona. Na Yona akiwa ndani ya samaki siku 3 mchana na usiku. Biblia inasema ndipo nabii Yona akamuomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Bwana asifiwe sana. Praying in the storms. Yona aliona mambo ya ajabu. Anamtoroka Mungu, anapanda merikebu, anajishughulisha, anajiangaisha katika hiyo dhoruba, akatupwa ndani ya bahari, ndani ya maji, ili ajiepusha na Mungu tu. Lakini Biblia inasema kwamba hangeweza. Our God is omnipresent. Hata uende chini ya maji, hata uende katika kunywa pombe chai, ukifikiri ya kuona, God is omnipresent. Ako kila mahali. Seeing you because he is omnipresent. Ako kila mahali. Hawezi jiepusha na uso wa Mungu. Ndipo Yona akamwomba Bwana, maana mambo yalikuwa ni magumu. Dhoruba zilikuwa, vitu vimeinuka, ametupwa katika maji, na mambo yakawa ni magumu upande wa Yona. Na Yona akiwa nabii, hata manabii wanapitia hali ngumu. Hata manabii ambao wanajiepusha na uso wa Mungu, wakianza kutabiri mambo ya uongo, wakianza kutabiri ili wapate mali na utajiri, hawa wanajiepusha na uso wa Mungu, na Mungu atawapata, maana hawawezi kumtoroka Mungu. Haleluya. Tunajua kwamba kuna manabii wa kweli, kuna manabii wa uongo. Hapa Kenya, hata dunia nzima, kuna manabii wa kweli. Nabii wa kweli ni yule ambaye neno la Mungu litakuja kwake, atalisikia, atalitii. Hata Yona ameanza vibaya, lakini mwishowe atatii neno la Mungu, maana Mungu alitumia njia zake za kumleta Yona mpaka akatii sauti ya Mungu. Nabii wa kweli wa Mungu ni nabii ambaye anabeba ujumbe wa Mungu, anabeba neno la Mungu kuambia wanadamu watubu dhambi zao, wamgeukie Mungu, watoke katika dunia, watoke katika raha, watoke katika mambo ambayo ni ya kishetani, wamgeukie Mungu. Na hiyo ndio ujumbe ya Yona. Tubuni, enda Ninawi, uambie watu wa Ninawi watubu dhambi zao, wamgeukie Mungu. Na hiyo ndio ujumbe ambao Yona alipewa. Lakini Yona alipo kosa kutii Mungu, Biblia inasema samaki, Mungu akaleta samaki, Yona akamezwa akiwa ndani ya bahari. Bwana asifiwe sana. Naongea na watu ambao labda umemezwa na dunia, labda umemezwa na magonjwa, labda umemezwa na matatizo, labda umemezwa na anasa, labda umemezwa na ulevi, labda umemezwa na mambo mengi ambayo yanatendeka. Umemezwa na kiburi, umemezwa na uchawi, umemezwa na usharati na ushirikina, umemezwa na mazingaombwe. The Bible says Yona alimezwa na samaki, maana Mungu alipeana samaki huyo akapate kummeza. Nawe pia umemezwa na vitu hizi. Leo tunataka tumwamini Mungu ya kwamba hicho kitu kilichokumeza, hata ukiwa ndani ya dhoruba, kitakutapika. Kitakutapika vile kitatapika Yona. Yona akaomba maombi ya ajabu, maombi ya nabii. Kuna maombi ya manabii wa kweli.
Nabii wa kweli anaishi maisha matakatifu. Nabii wa kweli anachukia dhambi. Nabii wa kweli anatembea katika njia zake Mungu. Na Yona akaomba katika tumbo la samaki, akasema, na kwa sababu ya shida yangu. Yona alimlilia Bwana kwa sababu ya shida yake. Shida ya Yona ni kwamba alimezwa na samaki. Shida ya Yona ni kwamba alikuwa anatoroka ajiepushe na uso wake Mungu. Ni vile leo wamama wametoroka, wamejiepusha na uso wa Mungu, wakaingia katika raha, wakaingia katika anasa. Leo Mungu anasema, tubu hiyo dhambi, tubu hiyo dhambi ukapate kumrudia Bwana. Umlilie Bwana kama Yona, ili Bwana akutoe katika dunia hii, akutoe katika anasa, akutoe katika shida, akutoe katika magonjwa. Nabii Yona alimlilia Bwana kwa sababu ya shida yake. Nawe una mashida mingi, watoto wako wanakusumbua, na maisha yako, familia yako ni shida. Ni wakati wa kumlilia Bwana katika hiyo dhoruba, katika hiyo storms. I'm talking about praying in the storms. Wakristo wengi wakiona dhoruba huwa wanaogopa, huwa wanaona kwamba sasa hawastahili kuendelea kudumu katika maombi. Hapana, wengi wanatoroka, wengi wanaona kwamba haiwezekani. Lakini Yona alimlilia Bwana kwa sababu ya shida yake, naye akaniitikia. We serve a mighty God. When we pray in the storms, God hears our prayers. Mungu anasikia maombi yetu. Tunapoomba maombi yetu katika dhoruba zile tuko nazo, God hears our storms. Kwa hivyo mchana wa leo, jambo la kwanza, do not fear the storms. Usiogope dhoruba. Ndugu yangu, usiogope dhoruba. Mchungaji, usiogope dhoruba. These dhoruba zitakuja katika maisha, zitakuja kwa watoto wetu, zitakuja katika ndoa, katika familia, katika kanisa. Dhoruba zitakuja, maana hiyo ndio safari ya Mkristo. Dhoruba lazima zije, dhoruba za magonjwa, dhoruba za madeni, dhoruba za shida, dhoruba zile za kupoteza vitu ambavyo tunapenda. Lazima dhoruba hiyo zitakuja. But I'm talking about praying in the storms. Na tunapoomba katika storms ama dhoruba hizi, do not fear the storms. Hiyo ndio jambo la kwanza. Usiogope dhoruba. Yona alimlilia Bwana kwa sababu ya shida hiyo, kwa sababu ya dhoruba. Bwana akamuitikia. We serve an awesome God. When we cry to God, when we look to God in our storms, God hears us. God will answer our prayers. Praying in the storms. Labda mchungaji, mambo ni magumu, mambo ni hatari, mambo yameenda vibaya upande wako. Leo kuna ujumbe ya unabii, ujumbe ya kiunabii mahali hapa kwa kitabu cha Yona mlango wa 2. Unaweza shinda hiyo dhoruba wakati utaendelea kudumu katika maombi, wakati utaendelea kuomba. Hata hiyo dhoruba zikija, kama ni ngumu, kama ni dhoruba hatari, nawe udumu katika maombi. The Bible says, Bwana akaniitikia. God will answer your prayers in that storm. Katika tumbo la kuzimu naliomba. Hata akiwa kwa tumbo la kuzimu, Yona aliendelea kuomba. One of the characteristics of a prophet is that a prophet is a prayerful person. Huyu ni mtu wa maombi. Hawezi kuwa nabii wa Mungu ambaye unapata ujumbe bila kudumu katika maombi na neno. Haiwezekani. Hauwezi pata ujumbe wowote. Yona akawa ni mtu wa maombi. Yona akasikia sauti ya Mungu. Maana aliona mambo ni kama yamefika mwisho. Aliona ni kama mambo yamekuwa ni magumu. Aliona ni kama mambo hataweza. Lakini akiwa katika dhoruba hiyo, Yona akamkumbuka Bwana, akaanza kulia, akaanza kuomba. Siku hizi sijui kama wazee bado tungali tuna wazee ambao wanaweza lia na kulia kabisa machozi ya kumuita Bwana. Sijui kama kuna wamama ambao machozi yao wanalia wakimuomba Bwana. Sijui kama nowadays tuko na vijana majenzi ambao wanaweza lia machozi yao katika maombi wa kumuita Bwana. Sijui kama kuna watu ambao wana matatizo, wana shida mbalimbali ambazo wanaweza enda mbele za Bwana wakilia na machozi wakimuita Bwana.
tabia moja ya nabii ambaye ameitwa na Mungu, yeye ni mtu wa machozi ya kulia na kuomba. That is another characteristics of a true prophet of God. Bwana asifiwe sana. Ninatamani kuona kanisa ambalo litajawa na machozi ya kulia mbele zake Bwana, machozi ya kumuita Jehova, machozi ambayo yatamwagika katika kanisa, machozi ya maombi. Yesu alipokuwa hapa duniani, Biblia inasema kwa kitabu cha Hebrews chapter 5, ukisoma Waebrania mlango wa 5 pale chini, utaona Yesu alipokuwa hapa duniani aliomba, akasali na machozi, na akamuita Mungu ambaye alimsikia, naye Mungu akamuokoa. Yesu alikuwa ni Mungu na alikuwa mwanadamu. Akiwa Mungu, akiwa mwanadamu, alilia mpaka machozi ya damu ikatoka. Aliomba zaidi. He prayed a lot. So Mungu anatafuta watu ambao watadumu katika maombi. Hata wakiwa katika dhoruba, wataendelea kuomba katika dhoruba. Maana dhoruba haitakumaliza. The storms will never kill you. Do not fear the storms. Jambo ambayo iko hapa ni kwamba Wakristo wengi, mapasta wengi wameogopa dhoruba. Wameogopa storms za maisha. Wameogopa mambo haya. But the Bible is telling us, Jonah prayed in the storms. 2 Timothy 1:7 inasema, God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, of a sound mind, and of a love. Mungu hajatupatia roho ya uoga. And so we are not supposed to fear any storm, but we are supposed to stand firm in that storm. Mama, naona umepoteza mpendwa wako, na unaona mambo ni magumu, umeogopa, haujui utaanzia wapi, utaenda wapi. Lakini leo neno la Mungu linatuambia usiogope dhoruba. Usiogope dhoruba, hata iwe ni ya mauti, hata iwe ni ya mazishi, hata iwe ni ya matanga. Usiogope dhoruba. God has not given us the spirit of fear, but a spirit of power. Ametupa roho ya nguvu. We are more powerful. We have the strength of God. We have the power of God, even in the storms. Na Biblia inasema he has given us a spirit of love. Ametupa roho ya upendo. Ametupa roho ya kiasi. Lazima tuwe na kiasi. Do not fear the storms. Katika kanisa hilo, mchungaji, usiogope dhoruba. Mama yangu, usiogope dhoruba kijana. Dhoruba za maisha, dhoruba za kutafuta kazi, dhoruba za maisha kusurvive katika nyakati hizi. Do not fear the storms. But while you are in the storms, you need to continue to pray. Endelea, dumu katika maombi, dumu kumtafuta Bwana, vile Yona anafanya mahali hapa. Mstari, na Yona alipoomba, Biblia inasema Mungu akasikia sauti yake. Our God hears our prayers. When we pray even in the storms, God hears our prayers. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa umeomba kwa muda mrefu kwa ajili ya jambo fulani, na unaona kwamba hakuna kitu kinatendeka. Unaona kwamba hakuna kitu kinafanyika. Mchana wa leo ningependa nikwambie, Mungu anasikia maombi hayo. Alisikia maombi ya Yona. Na Yona sauti akiwa ndani ya samaki. Sijui wewe uko ndani ya shida gani. Inaweza kuwa uko ndani ya matatizo. Inaweza kuwa uko ndani ya vifungo. Inaweza kuwa uko ndani ya shida. Vile Yona alikuwa katika shida, amemezwa na samaki. Lakini ndani ya samaki anainua sauti, anamuita Mungu, anamuomba Mungu, anamuomba Jehova aliyeumba mbingu na dunia. Huyo ndio ambaye ni msaada wetu. So Jonah was calling upon the Lord in the storms. Jonah was crying unto the Lord while in the storms. Jonah hakuogopa dhoruba. Nawe pia usiogope wiki hii dhoruba zote ambazo zinaweza inuka. Usiogope, lakini dumu katika maombi. Omba hata katika hiyo dhoruba, mpaka umuone Mungu akifanya jambo katika maisha yako, mpaka uone watoto wako wakibadilika, mpaka uone nyumba yako imesimama, mpaka uone kanisa lako limepenya. Pray in the storms. Omba katika dhoruba hiyo.
maana Mungu anajua ni kwa nini dhoruba hiyo imekuja kwako. Mstari wa 3, Yona mlango wa 2 mstari wa 3, maana ulinitupa vilindini ndani ya moyo wa bahari, gharika ya maji ikanizunguka pande zote. Mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Kwa hivyo ona hii mateso yote, ona hii dhoruba yote. Gharika ni mafuriko ya maji. Vile Kenya mvua imenyesha, kuna mafuriko ambayo inabeba watu, inabeba manyumba, inabeba wanyama, mifugo. Mafuriko hayo yalizunguka Yona. Yona akaona amefika mwisho. Yona akaona kwamba anakufa, anaangamia. Lakini nabii huyu anaomba hata akiwa ndani ya dhoruba, ndani ya mafuriko, ndani ya samaki. Haleluya! Mungu wetu anaweza mambo yote. Kwa hivyo jambo la kwanza, do not fear the storms. Usiogope dhoruba. Jambo la pili, the Lord delivers us from the storms. Bwana anatukomboa kutokana na hizi storms na dhoruba ambazo zinakuja maisha yetu. Tunaendelea kusoma Yona mlango wa 2 mstari wa 4. Inasema, nami nikasema, nimetupa mbali na macho yako, lakini nitatazama tena kukabili hekalu lako takatifu. Maji yalinizunguka hata nafsini mwangu, vilindini vilinizunguka. Mwani ulikizinga kichwa changu. Maji yalinizunguka hata nafsini mwangu. Maji yalizunguka Yona, nabii Yona, mpaka nafsini mwake. Maji ni shida, maji ni matatizo, maji ni magonjwa, maji ni shida ambazo zinakuja katika maisha. Maji ni dhoruba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe sio wa kwanza kupitia ama kuona dhoruba maishani. Yona aliona dhoruba kali sana, lakini katika hiyo dhoruba namuona Yona anaomba, anamuita Bwana, anamtafuta Bwana. Siku 3 ndani ya samaki. Hata Yona alifunga, hakula chakula. Hii ni maombi ya kufunga na kumtafuta Bwana. Hii ni maombi ya kujua ya kwamba bila Yesu sitaweza. Na Yona akaomba ndani ya dhoruba for 3 days. Akaomba ndani ya samaki bila chakula. Na Mungu anaweza linda mtu wake hata akiwa ndani ya dhoruba. Mungu anaweza akamtetea mtumishi wake hata akiwa katika shida, hata akiwa katika mateso, hata akiwa katika mambo magumu, hata mawimbi yakipiga, anaweza akamtetea. Jambo la pili ni the Lord delivers us from the storms. Mstari wa 6 na wa 7, wa 6 inasema, na alishuka hata pande za nchi na chini za milima. Hiyo nchi na mipango yake yalinifunga hata milele. Kwa hivyo kila pande zote za chini ya milima hakuna msaada, hakuna chochote. Dhoruba ni kali, mawimbi ni kali, mafuriko yamejaa. Mambo haiendelee. Yona amekwama, haoni mbele, haoni nyuma. Bwana asifiwe sana. Labda naongea na mtu ambaye amekwama, haoni mbele na nyuma. Maana dhoruba ni nyingi, maana mawimbi yamekupiga, maana jua limekuchoma, maana mateso yako kila mahali, maana hata watoto wako mambo yameinuka, na watoto wamekuwa wakuasi, wamekuwa ambao hawasikii. Bwana asifiwe sana. Katika hiyo dhoruba unaweza muita Bwana, unaweza ombea jambo hilo. Unaweza kuwa kama Yona siku 3 bila kula na kuomba na kumuita Bwana. Na huyu Mungu ni wa ajabu, anasikia maombi ya watakatifu na wateule wake. Na mstari wa inasema, lakini umeipandisha nafsi yangu kutoka shimoni, e Bwana Mungu wangu. Ameipandisha nafsi yake. Yona anasema Bwana ameipandisha nafsi yake kutoka shimoni. Bwana asifiwe sana. We serve an awesome God that can lift us. Anaweza akatuinua, hatutoe katika shimo ambalo tumeanguka ndani. Bwana asifiwe sana. Inaweza kuwa ni shimo ya kumezwa na samaki. Inaweza kuwa ni shimo ya kumezwa na mambo ambayo ni mambo hatari, mambo machafu ya dunia hii. Bwana anaweza akatukomboa.
Maana Yona anamshukuru Bwana, anasema kwamba Bwana, umeipandisha nafsi yangu, ukaitoa katika shimo, ukaitoa shimoni. Bwana Mungu wangu alimtoa Yona kutoka katika shimo, kutoka katika mateso na dhoruba, kutoka katika mawimbi. Yona akaondoka ndani ya hiyo dhoruba akiwa mshindi, maana alijifunza kitu kinaitwa praying in the storms. Omba hata katika dhoruba. Dhoruba isifanye ukose kuomba mpendwa. Dhoruba isifanye ukose kumtumainia Bwana ewe mpendwa. Dhoruba isifanye ukose kuendelea kusoma neno hili na kutii neno lake Mungu. Isifanye usikose kusonga mbele. Isifanye ukose kuona utukufu wa Mungu. Pray in the storms. Ombea hilo kanisa, ombea hiyo familia, ombea watoto hao. Chukua siku kadhaa za kujikabidhi mbele za Bwana. Vile Yona alikaa ndani ya samaki siku 3 akiomba katika dhoruba hiyo. Nami nakuambia jambo la pili, Bwana anaweza akakutoa, akakukomboa kutoka katika dhoruba. Haleluya. Dhoruba ya umaskini, dhoruba ya magonjwa, dhoruba ya mateso, dhoruba ya madeni, dhoruba ya biashara, dhoruba ya nchi ya Kenya, dhoruba ya uchumi wa nchi ya Kenya. The Lord is faithful to deliver his people out of these storms. Na Biblia inasema kwamba the Lord delivered Jonah from these storms. Na ndio maana Yona anamshukuru Bwana, anamwambia umenitoa katika shimoni. Bwana, Bwana Mungu wangu, umeipandisha nafsi yangu. Bwana alimlinda Yona hata akiwa katika hiyo samaki. Our God can preserve us in anywhere, in anything, everywhere, anywhere that we are. God is the preserver. Anaweza akatuhifadhi, anaweza akatulinda. Na ninaamini kwamba mfupa wa Yona hata mmoja haukuvunjika. Bwana asifiwe sana. Huyo ndio Mungu ambaye tunaabudu. Our God is strong in power. Is omnipotent. Watu wengine wanamuita omnipotent. Inamaanisha kwamba yeye is a powerful God. He is omnipresent. Ako kila mahali. Mungu yuko kila mahali. Hakuna kitu unaweza fanya asijue. Yona alijaribu, lakini Mungu alikuwa macho inamwangalia. Macho ya Mungu ilikuwa kila mahali, hata akiwa ndani ya samaki. Hata wewe ukiwa ndani ya hiyo kilabu, ukiwa ndani ya hiyo ulevi, ukiwa ndani ya hiyo mambo ambayo ni ya ushirikina, macho ya Mungu yanakuona. Na macho ya Mungu yanapokuona, tubu dhambi zako, umrudie Bwana. Na hiyo ndio ujumbe wa kitabu cha Yona. Tubuni dhambi zenyu. Watu wa Ninawi, tubu dhambi zenyu. Watu wa Kabiria, tubu dhambi zenyu. Watu wa Nairobi, tubuni dhambi zenyu, mkamrudie Bwana na mkaondoke katika maovu, na mkaondoke katika mambo ya giza, mkaondoke kwa mambo ya uchawi, mambo ya uganga, mkaondoke katika usharati, mkaondoke katika ukahaba, mkaondoke katika magonjwa na madeni na mambo mengi. That is the message of the book of Jonah. Na Biblia inasema mstari wa 7, roho yangu ilipozimia ndani yangu, nalimkumbuka Bwana, maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo roho ya Yona ilipokuwa inazimia ndani yake, alipokuwa katika samaki, ndani ya samaki, alipokuwa kwa maji na mafuriko mengi, akabebwa na maji, dhoruba ikampiga upande huu, ikampiga upande ule, alipotupa ndani ya maji, Biblia inasema kwamba nalimkumbuka Bwana. Yona nabii alimkumbuka Bwana. Huyu ni Bwana aliyeumba mbingu na dunia, Bwana wa majeshi. Anaitwa Jehova Rafa, mponyaji. Anaitwa Jehova Nisi, awabana. Anaitwa Jehova Rohi. Anaitwa Yahweh. Biblia inasema ya kwamba Yona akamkumbuka Bwana. Alimkumbuka Bwana katika dhoruba ambayo unapitia. Wewe mkumbuke Bwana. Mkumbuke matendo yake makubwa. Mkumbuke yale ambayo amekufanyia.
Kumbuka yale ambayo anaenda kutenda ambayo hauyajui. Biblia inasema Yona alimkumbuka Bwana akiwa katika samaki, akiwa katika shida, akiwa katika dhoruba. Alikumbuka Bwana, akaliitia jina lake, akasema wewe ni Mungu, akasema wewe unaweza, akasema wewe hakuna dhoruba itakayo kushinda. Haleluya. Sijui ni jambo gani ngumu ambalo unaona Mungu hawezi akalifanya. Sijui ni jambo gani ngumu ambalo unaona umefika mwisho. Umefika mwisho katika maisha. Umefika mwisho. Watu wengine wana give up. Wanataka kuchukua dawa ya panya wakunywe, wajiue, watoke katika dunia. Maana wameona wamefika mwisho. Hiyo ndio jambo la upuzi ambalo unaweza fanya katika maisha haya. Maana Mungu wetu ana nguvu sana. Ana nguvu nyingi. Katika dhoruba hiyo anakuambia usiogope dhoruba. Anakuambia nitakukomboa kutoka kwa hiyo dhoruba. Atakutoka hiyo dhoruba. Haitakuangamiza, haitakumeza, haitakuangusha chini. Hiyo dhoruba utaishinda. Hiyo dhoruba ambayo unaona ni mlima mkubwa, utaishinda mpendwa. Maana Yesu anaweza. Maana Yesu alishinda dunia, akashinda kifo na mauti. For 3 days, vile Yona alikuwa kwa samaki siku 3, Yesu akawa katika kaburi, akazikwa siku 3. For 3 days. And on the 3rd day, Jesus rose again. Jesus rose up. Akashinda kifo, akashinda mauti, akashinda majini, akashinda mapepo, akashinda ulevi, akashinda uchawi, akashinda magonjwa, akashinda anasa za dunia, akashinda mambo yote. Jesus overcame the world. Na John chapter 16 verse 33, Yesu akasema, I have told you these things so that in me you might have peace. Mungu anataka tuwe na amani katika dhoruba. Tuwe na amani katika ugumu ambao tunaona kwa maisha. Tuwe na amani katika mambo ambayo tunaona haiwezekani, kumbe inawezekana. Jesus akasema, I have told you, nimewaambia mambo haya ili ndani yangu muwe na amani. Na akasema katika dunia hii, katika ulimwengu huu mna dhiki, lakini jipeni moyo, maana nimeushinda ulimwengu. Baba, jipe moyo. Mchungaji, jipe moyo. Dada yangu, jipe moyo. Kijana, jipe moyo. Maana Yesu alishinda shida za dunia hii. Alishinda dhoruba za dunia hii. Nawe ukijipa moyo, hata wewe utashinda dhoruba hiyo. Yona tunamuona hapa, anasema roho yangu ilipozimia ndani yangu nalimkumbuka Bwana. Akamkumbuka Bwana, maana alikuwa anazimia, alikuwa tayari kufa, alikuwa tayari ku give up. Akamkumbuka Bwana. Maandiko inasema maombi yangu yakakuwasilia katika hekalu lako takatifu. Maombi ya Yona yakafika kwa hekalu la Mungu takatifu. Hallelujah. We serve an awesome God. Yesu ni Mungu wa ajabu. Tunapoomba anasikia maombi yetu. Tunapoomba katika dhoruba anasikia kilio chetu. Tunapomwita Bwana hawezi akatuacha. Tunaposimama na neno la Bwana naye atasimama nasi. Tunapomtafuta huyu Mungu naye ataonekana katika maisha yetu, hata katika hiyo dhoruba. As we call on the name of the Lord, he is going to do wonders. He's going to silence, to stop the storms ambazo zimeinuka kinyume na maisha yetu. Na maandiko inasema maombi yangu yakakuwasilia. I want to tell you, even in our storms, God is hearing our prayers. God hears our prayers. And the Bible says, pray without ceasing. Ombeni bila kukoma. Hata katika dhoruba, wakati unaofaa na wakati usiofaa, ombeni bila kukoma. Tuombe bila kukoma. Hata katika dhoruba, let us keep on praying. The Bible says Jonah was praying even in the storms. And that's why I'm talking about praying in the storms. Kuomba hata katika dhoruba. Na maandiko inasema tunapoendelea. Kwa hivyo tumeona kwamba do not fear the storms. Usiogope dhoruba. Dhoruba aina yoyote usiogope.
Jambo la pili, the Lord delivers us from storms. Bwana anatukomboa kutoka katika dhoruba ambazo tunapitia. Jambo la tatu ni kwamba thank God while in the storms. Thank God in the storms. Hiyo dhoruba ambayo unapitia ndiyo opportunity yako ya kumshukuru Mungu. Kumwambia Bwana asante kwa ajili ya dhoruba hii. Asante kwa ugumu huu ambao ninapitia. Na unapofanya hivyo, Mungu naye anaingilia kati. Anatatua shida ambayo unapitia. Anatatua tatizo ambalo unapitia. Yona mlango wa 2 mstari wa 9 inasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu. Wokovu hutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Yona anasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sauti zetu ni sadaka mbele za Mungu. Ndiyo sadaka za kusema asante, kumtolea Mungu shukrani kwa ajili ya dhoruba ambazo tunapitia, kwa ajili ya changamoto, kwa ajili ya mateso, kwa ajili ya ugumu ambayo unaweza kuwa unapitia ndani. Maana Yesu alituahidi dhoruba zitakuja. Yesu alituahidi dhiki zitakuja. Tumeahidiwa katika neno la Mungu, persecutions will come, sufferings will come to every believer, to every prophet of God. Hii mateso lazima yatakuja. Lakini Biblia inasema you need to be thankful. Thank God in the storms. Shukuru Mungu kwa hiyo ugumu. Shukuru Mungu kwa hiyo changamoto. Shukuru Mungu kwa ajili ya mambo ambayo unaona kwamba haiwezekani. Shukuru Mungu kwa ugumu ambao unapitia. Shukuru Mungu kwa haya mambo yote. Hiyo ni sadaka ambayo inampendeza Bwana. Biblia inasema ya kwamba Yona akaomba, akasema nitakutolea sadaka. Sadaka gani? Sadaka ya sauti ya shukrani. Thanking God in the storms. Badala ya kucomplain, badala ya kunungunika kwa ajili ya it is a time to thank God while in the storms. It is a time kusema Bwana wewe unatosha. Philippians chapter 4 verse 6 to 7 inasema do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petitions with thanksgiving. Hii neno thanksgiving, present your request unto God. Kwa hivyo tunapopea Mungu sala zetu, dua zetu, mashida zetu, matatizo yetu, dhoruba zetu, mambo haya ambayo ni magumu. Kama vile dada, labda mtu alikupa mtoto, akakuacha, akatoroka, akakuacha, wewe ukabaki unahangaika na huyo mtoto. Msamehe huyo mtu. Forgive him. Pray in that storms until God does something. With thanksgiving. Biblia inasema with thanksgiving present your request unto God. Kwa hivyo thank God in the storms. Shukuru Mungu kwa hiyo dhoruba ya hiyo kanisa. Thank God because of that storm. Keep on thanking God. Endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya mwito wako, kwa ajili ya hiyo dhoruba ambayo imekuja katika maisha yako. Thank God for that storm. Maana bila hiyo storm hautaona unaelekea wapi. Dhoruba lazima ije kwa mtu wa Mungu ambaye ameokoka, ambaye anamjua Mungu vizuri. Number 4, ninapomalizia, we should also note that God is powerful than storms. Our God is powerful than any other storm. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ana nguvu sana kushinda dhoruba ambazo tunapitia. Kushinda hiyo ugumu ambayo unapitia. Look at verse 10. Jonah chapter 2 verse 10. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Our God is so powerful that alinena na samaki ambaye imemeza mwanadamu, ambaye imemeza nabii, na samaki ikamtapika Yona. Haleluya, katika pwani. Naongea na watu ambao walimezwa na dunia. Bwana Mungu ana nguvu ya kunena na samaki hiyo ambayo imekumeza, inaitwa ulimwengu, ikakutapika katika pwani.
Naongea na mtu ambaye amemezwa na magonjwa. Labda umemezwa na samaki wa magonjwa. We serve an excellent God. Tunamtumikia Mungu wa nguvu, omnipotent God, that he can speak to that storm na ikakutapika katika nchi kavu. Bwana asifiwe sana. Watu wamemezwa na madawa ya kulevya. Watu wamemezwa na chang'aa na kunywa pombe. Watu wamemezwa na usharati. Hizi zote ni vitu vimewameza. Na mchana wa leo kupitia neno lili la unabii, Yona mlango wa 2 mstari wa 10, maombi yangu ni kwamba hiyo vitu vimekumeza, vitakutapika. Haleluya. Watu wengine wamemezwa na majini, wamemezwa na mapepo, mashetani. Leo kwa neno hili la unabii, ni maombi yangu ni kwamba katika hiyo dhoruba ya kumezwa na vitu hivi ambavyo ni vya kishetani, Bwana anasema vitakutapika, vitakutapika katika nchi kavu. Nawe utaona mkono wa Bwana katika maisha yako. Utaona Bwana akitenda mambo makubwa katika maisha yako. Labda watoto wako wamemezwa na samaki huyu ambaye ni hatari. Wamemezwa na dunia hii ambayo ni hatari. Labda wameingia wakawa magangsters, wakawa watu ambao wanabeba bunduki wakiibia wengine. Neno la unabii ni kwamba kama vile samaki alimtapika Yona, ndivyo watoto hawa watatapikwa katika nchi kavu. Watatoka ndani ya hiyo dhoruba wakiwa wazima, wakiwa watu sawa, maana Mungu wetu ana nguvu zaidi sana. Haleluya, haleluya, amen. Napomaliza Zaburi 46 inasema Mungu kwetu ni kimbilio katika dhoruba. Mungu kwetu ni kimbilio. Kwa hivyo ndugu, usiogope dhoruba, maana Mungu ni kimbilio na msaada utakaoonekana. He is our helper. He is our refuge. You can rely upon him. You can trust upon him. You can continue to pray even while you are facing that particular storm. Hiyo storm isikutoe kwa Mungu. Usiogope hiyo dhoruba. Usiogope hiyo mateso. Wewe jua kwamba Bwana anakukomboa kutokana na hiyo dhoruba. Thank God in the storms. God is powerful than any other storm that you have ever faced. Nabii Yona akatapikwa kwa nchi kavu. Wewe utatapikwa kwa nchi kavu. Hiyo madeni ambayo imekushika, naomba Mungu ya kwamba hiyo samaki ikutapike kwa nchi kavu, ili madeni yote yakapate kulipwa. Wewe ambaye umemezwa, hauoni mbele na nyuma. Wewe ambaye unaona kwamba umefika mwisho, hata unataka kujitoa maisha, kujitia kitanzi. Hautajitia kitanzi. Hiyo dhoruba na hiyo samaki iliyokumeza itakutapika katika nchi kavu, na utatoka ndani ya dhoruba ukiwa sawa, maana tunamtumikia Mungu ambaye anaweza. Labda uko pale haujaokoka. Yesu anakuita, anataka uokoke. Ujue dhoruba itakapokuja, ukiwa ndani ya Yesu utakuwa salama na hautamezwa. Unaweza omba maombi haya. Sema tu, Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi zangu. Vuta jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nitamfuata Yesu siku zote za maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Wacha tuombe pamoja tukinapomaliza. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa neno hili ambalo umetupa mchana wa leo, ya kwamba tunaweza omba katika dhoruba. Tunaweza kutafuta Bwana wakati mambo ni magumu, wakati tumepigwa upande huu na upande huu, wakati hatuna mwelekeo, wakati hatuna mbele, wakati hatuna nyuma. Tunaweza tukaendelea kudumu katika kuomba mpaka dhoruba zikatoweka, mpaka shida zikaondoka. Ninaombea huyu mtazamaji, ninaombea huyu msikilizaji, ninaombea huyu mama, huyu mzee, huyu pasta, huyu kijana. Jehova, ukamtembelee, ukamkomboe
atoke ndani ya dhoruba ambazo zimeinuka kinyume na maisha yake. In the name of Jesus Christ, ninatangaza ukombozi, ninatangaza Bwana wa mabwana ukalete amani, ukalete ushindi kwa maisha ya huyu mama ambaye anapitia mambo ambayo yanaonekana kuwa ni magumu sana katika maisha yake. Huyu pasta ninamwombea, Kristo mpatie amani, patie ushindi, ajue kwamba ulimuita, na ulipomuita hata akiwa ndani ya hii dhoruba, Yesu unaenda kumkomboa, unaenda kusimama naye, unaenda kufanya mambo ambayo ni ya ajabu katika maisha yake. Ninasema asante. Huyu mama wa biashara, Yesu muonekanie, Yesu mtoe katika dhoruba ambazo anapitia mchana wa leo. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Huyu ambaye ni mgonjwa, anapitia dhoruba ya magonjwa, Kristo nenda ukamguze, apokee uponyaji, atoke ndani ya dhoruba za magonjwa, aone mkono wa Bwana katika maisha yake. Ninasema asante Bwana, maana wewe ni kimbilio letu, maana wewe ni msaada wetu, maana wewe ni jemedari, maana wewe ni tumaini letu, maana wewe hautatuacha. We are glad you are watching NMIG TV, where God's plan is to prosper you.